Jomo Kenyatta alizaliwa, akakuwa katika kimo na akili, akasoma na kufanya kazi ndani na nje ya nchi. Akaacha vyote na kwenda kupigania uhuru wa Kenya. Wazungu wakamtupa jela ili kumnyamazisha. Akatoka jela na kwenda Ikulu kuitawala Kenya. Akawasamehe wote waliomtesa. Wakenya wakamshangaa na yeye akawashangaa. Kuna watu wanafikiri kwa kuwa tumepata uhuru basi utajiri utashuka kama manabii kutoka mbinguni. Utajiri hauji hivyo. Utajiri unakuja kwa kufanya kazi kwa bidii. Maneno hayo yalikuwa kisu kwa waliodhani uhuru ni kulipa kisasi, kwa kutimua wazungu na mali zao kuliwa na wanyonge, na wakati kwa tamaduni za Kiafrika jasho la mtu haliliwi. Kumbe uhuru ni kazi. Waliomuelewa walitajirika. Waliopishana naye walimuita bepari aliyohongwa, mke wa kizungu ili awasaliti watu wake. Ngugi wa Thiong'o akaandika The Grain of Wheat, kuonyesha nguvu ya usaliti katika jamii. Huyu baba wa taifa lenye uchumi mkubwa na ukabila wa kutosha Afrika hakujua tarehe aliyozaliwa. Walimkadiria kwamba atakuwa alizaliwa kati ya mwaka 1890 na mwaka 1897. Ajabu kweli. Hata Jomo Kenyatta sio jina lake. Yeye aliitwa Kamau wa Muigai na kanisani alibatizwa kwa jina la Johnston Kamau. Hilo la Kenyatta alijibatiza mwenyewe. Lilitokana na mkanda wa Kimasai aliopenda kuuvaa. Uliitwa Kenyatta kwa Kikuyu. Aliishi Umasaini baada ya kukataa kumtumikia mkoloni katika ile vita ya kwanza ya dunia. Mdogo wake Kongo, yeye alichagua kumtumikia mkoloni vitani. Akapotea mazima. Nasikia mkoloni aliwaogopa sana Wamasai. Nadhani ni kutokana na ujasiri wao. Ujasiri wa hawa watu unaanzia utotoni. Pale wanapotahiriwa bila ganzi na madogo hawalii. Ngariba anakata mdudu utadhani Njoroge anachinja kuku. Baba yake Kenyatta alikuwa tajiri wa vitu na watu. Alimiliki mbuzi, kondoo na wake wengi. Enzi zao mwanaume alisifika kwa kumiliki wake wengi. Siku hizi mwanaume anasifika kwa kumiliki michepuko mingi bila mke kujua. Akijua ni uzembe. Baba yake Kenyatta alivyofariki, baba yake mdogo Kenyatta Mzee Ngengi alirithi mke. Kenyatta akaitwa Kamau wa Ngengi na mama yake akaitwa Bibi ya Ngengi. Siku hizi kurithi mke wa brother ni ushenzi. Tumefundishwa hivyo. Hata hivyo, ukewenza ulimshinda mama, akaamua kusepa na kufia kwao. Siku amefariki, Kenyatta alikwenda kumchukua mdogo wake Muigai na kwenda kuishi kwa babu yao Mzee Kongo wa Magana. Mganga wa jadi huyu. Kenyatta akawa msaidizi wa babu katika uganga mpaka mwaka 1909 alivyokwenda shule. Isingekuwa shule, mzee angekuwa mfumo isee. Sijui na brother Uhuru naye angekuwa mganga, sipati picha. Tangu utoto wake Kenyatta aliamini maisha ni kutafuta fursa na sio kutafutana ubaya. Ndio maana kufiwa na wazazi wake mapema haukuwa mwisho wa uunzi. Alichunga mbuzi. Alifanya uganga wa kienyeji, akapiga useremala, muigizaji, mwalimu, mwandishi, mume wa wake wengi na mlabata pia. Alipiga vibarua na kuvunja rekodi ya kuwa Mwafrika wa kwanza kulipwa ujira mkubwa katika serikali ya kikoloni. Alidaka shilingi 250 za Kenya kwa mwezi. Ilikuwa ni mwaka 1922. Mchana alipiga vibarua na jioni aliingia darasani kujiendeleza kwa sababu aliamini elimu ni ufunguo wa maisha, na kweli elimu ikamfungulia dunia. Akafika hadi London kula vya wazungu. Darasani hakuwa mkali kivile, sema alikuwa na akili nyingi za maisha. Tofauti na vijana wa siku hizi, ni wakali darasani halafu butu maishani. Umahiri wake katika lugha ya Kiingereza ndo ulimbeba. Usione Wakenya wanapambana kujua Kiingereza ukadhani wanakurupuka. Milango ya kwenda Ulaya ilifunguka. Siku chama kimekosa mwakilishi wa kupeleka hoja zenye nguvu London. Wakamrushia hilo shavu Kenyatta ingawa hakuwa mwanachama. Siasa za siku hizi wanajiunga kuganga njaa badala ya kuganga nchi. Lakini kitu walichonifurahisha Kenyatta ni kuingia kwenye dini na akili zake zikabaki salama. Ndiyo maana aliwasema wamisionari kwa unafiki wao. Wamisionari walivyofika Afrika, Waafrika walikuwa na ardhi, wao walikuwa na Biblia. Wakatufundisha namna kusali, tumefumba macho. Tulipofumbua macho, tukakuta wao wana ardhi na sisi tuna Biblia.
Lengo lake ni kuwataka kondoo kuishi kwa machale na viongozi wao wa dini. Maana na wao ni binadamu wenye mioyo ya nyama. Mpendwa wa siku hizi amkosoe padri, mchungaji, mitume na manabii kabisa. Thubutu. Sana sana atakachofanya ni kutii kila agizo atakalopewa hata kama halina maana. Ndo hawa wanaokunywa jiki ili kupona malaria kwa sababu nabii kasema. Ndio hawa wanaoambiwa mume mwema anashuka kwa upepo wa kisulisuli. Kweli dini ni kilevi kikali zaidi ya chang'aa. Changamoto za kikoloni hazikumzuia Kenyatta kuishi vizuri kwa sababu siku zote watu wenye akili kubwa huzivunja changamoto kubwa kuwa fursa, wakati wenye akili ndogo huzikusanya changamoto ndogondogo kuwa kubwa, halafu wanatafuta mchawi wa kumlaumu. Kenyatta hakuwa na hizo mambo. Yeye aliziona changamoto za wakoloni kama limao akatengeneza juisi. Wenzake waliishi kama digidigi. Yeye akaishi kama binadamu. Ndani ya ukoloni alimiliki nyumba nzuri na mke mrembo Grace Wahu. Wakapata na mtoto kabisa. Wakamuita Peter. Peter alizaliwa Novemba 20 mwaka 1920. Kabla ya Nyerere na Mandela miamba ya Afrika hawajazaliwa. Peter alikuja kuwa naibu waziri wa mambo ya nje katika serikali ya baba yake. Na mwanae wa pili Margaret kuwa meya wa kwanza wa Nairobi. Balozi wa UN kwa sababu undugunization Afrika ni jadi yetu. Afrika huna jina. Kuchomoka ni issue kwa sababu tajiri huza tajiri. Mwalimu huza mwalimu. Maskini huza maskini. Na mchawi huza mchawi. Ni nadra sana mbuzi kuzaa mende. Ndiyo maana katika viunga vya utawala majina ni yale yale. Habari ndo hiyo. Tabia yake ya kupiga maji na kuoa kienyeji vilimletea mushkeri mbele ya Mungu wa Israeli. Yakobo na Musa alifungiwa kushiriki meza ya Bwana. Enzi zao maadili ya dini yalikuwa maadili kweli kweli. Mlevi alishughulikiwa kwa dhati na mzinzi alisemwa hadharani. Siku hizi walevi wanaongoza madhabahuni na wazinzi ni waimbaji wa kwaya na wanasoma na somo la kwanza na la pili kabisa. Cha msingi usiache kulipa zaka na sadaka. Novemba 8 mwaka 1922 alikamilisha ndoa ya mke mmoja hadi kifo ili kulifurahisha kanisa. Hata pombe alitangaza kuacha rasmi mwaka mmoja baadaye. Kuanzia leo mnaomsema Anko Uhuru ati anapiga gambe sana mumkome. Maji siku zote hufuata mkondo wake. Mwaka 1915 mkoloni alibadilisha sheria ya umiliki wa ardhi kutoka miaka 99 hadi miaka 999. Akawachefua wa Kenya kabisa. Kisha akaleta kipande system, yani amri kwa wanaume wote kutembea na vitambulisho shingoni kama ng'ombe wanaopelekwa mnadani bwana. Wakazuia wazawa kulima mazao yenye tija kama kahawa na kuwatoza kodi mpaka ya mtu kuwa na mke. Ulivozidi kuwa na wake wengi ndo kodi ilivyoongezeka. Hawa walidiscourage ndoa za mitala kwa kodi. Siku hizi tuna discourage mitala kwa neno la Mungu. Halafu wanawake wakikosa wa kuwaoa tunawasema hovyo. Ati wanatabia mbaya ndo maana upepo wa kisulisuli hauwaletei waume. Na waume nao wakichepuka tunasema all men are dogs. Hivi hapa nani dog? Chini ya Hari Thuku, wanyonge wakaliamsha dude kupinga ushenzi wa mkoloni. Zikapigwa kweli kweli hadi kupelekea massacre of 21 natives. Yalitokea Machi mwaka 1922. Kenyatta hakushiriki hilo sekeseke. Hakuwa na interest na siasa kabisa. Mshikaji wake James Biuta ndo alimshawishi kuingia kwenye siasa. Hata hivyo alisita mpaka walivyomuomba akawakilishe chama huko London. Februari mwaka 1928 Kenyatta alikwenda London kuwakilisha chama kupinga kipande system. Wazawa kupangiwa chakulima na kodi zisizokuwa na kichwa wala miguu. London hakuna aliyemsikiliza. Si unajua wazungu kwa jeuri Nasikia akiwa huko London aliishiwa pesa kabisa. Maana alikaa karibu miezi 18 akifanya mikutano na makongamano ili dunia isikie kilio cha watu wake. Wakoloni wakamuona kenge tu. Aliamua kurudi Kenya baada kuchangiwa nauli na jamii ya wapinga utumwa huko Ulaya. Septemba mwaka 1930 alirudi nyumbani Kenya na kukuta mgogoro wa ukeketaji. Wamisonari wakilazimisha jamii kuacha mara moja huo ushenzi. Kenyatta akawaambia wazungu wakati mwingine wawe wanatumia akili badala ya nguvu. Wawafundishe watu madhara ya ukeketaji kwanza.
Wazungu wakasema Kenyatta anawatukana, wakamtimua kanisani. Mei mwaka 1931, Kenyatta alirudi tena London kushiriki katika mkutano uliopangwa kuunganisha Kenya, Uganda na Tanganyika. Alikwenda na hoja ya kupinga. Sasa Kenyatta alivyoipinga hoja Mzee Nyerere ya kuiunganisha Afrika Mashariki, usidhani ilianzia hewani. Ilikuwa na mizizi zaidi ya hoja za kwamba Nyerere alikuwa mjamaa na Kenyatta mbepari. Kenyatta alikaa huko Ulaya kwa miaka 15. Akaajiriwa mashambani na kulipwa pauni 4 kwa wiki. Akajitwalia mke wa kizungu, maana pesa haidanganyi. Ukiwa nazo utaheshimiwa na watu wote bila kujali una rangi ya nyani au ya mtume. Saka pesa mwanangu, ule vilivyoiva, kwa maana mwenye kuni hula vilivyoiva. Wewe endelea kupaka poda sasa. Siku ukiitwa suruali usiseme babu hukuniambia. Haya nayasema kwa dhati, maana yapo. Ulaya. Kenyatta aliishi Sussex. Mbali na ajira, alifuga kuku kujiongezea kipato. Siku hizi wanafuga ndevu na kujiongezea gharama za kuzitunza. Yote ni maisha tu katika ladha tofauti. Baada ya kazi jioni, Kenyatta alikwenda zake kilabuni kuburudika, kwa sababu ujasiri haachi asili. Usitishwe na dini yake. Mtaa mzima walimfahamu Kenyatta, walimuita Jumbo. Septemba mwaka 1946, alirudi Kenya kuwakomboa watu wake. Hakuja na mpenzi wake Edina na mwanao Peter. Aliogopa ingekuwa so. Wazee wasingemuelewa. Halafu si unajua tena Afrika kuoa nje ya kabila lako ni sawa na kumtukana babu yako. Uzuri, aliendelea kuwasiliana kwa barua na mpenzi wake Edina, maana barua ilikuwa nusu ya kuonana. Kenyatta alirudi nchini na pesa za kutosha. Akashusha bangalo la ukweli pale kijijini kwao Gatundu. Zamani watu walijenga kwao kuogopa aibu siku akifa. Siku hizi kambi popote. Alivyorudi Kenya alizawadiwa vingi. Alipewa ajira ya uprinsipal wa chuo. Akapewa uongozi wa chama. Akazawadiwa mke wa 3 na mzee mmoja hivi. Siku hizi mke sio zawadi, maana vijana wanaogopa kuoa. Kweli dunia inakwenda kasi sana. Hata hivyo haikuwa riziki. Maana mke alifariki siku anajifungua mtoto Jeni. Ilikuwa ni mwaka 1951. Leo hii mtoto Jeni ndo PS wa Rais Uhuru Kenyatta. Anaitwa Jomo Gekaga. Mwaka huo huo aliyokufa mama Jeni, Kenyatta alimuoa Ngina Muhoho. Ngina alisoma kwenye chuo alichokuwa principal Kenyatta. Jomo Kenyatta alizaliwa. Akakuwa katika kimo na akili. Akasoma na kufanya kazi ndani na nje ya nchi. Akaacha vyote na kwenda kupigania uhuru wa Kenya. Wazungu wakamtupa jela ili kumnyamazisha. Akatoka jela na kwenda Ikulu kuitawala Kenya. Akawasamehe wote waliomtesa. Wakenya wakamshangaa na yeye akawashangaa. Kuna watu wanafikiri kwa kuwa tumepata uhuru basi utajiri utashuka kama manabii kutoka mbinguni. Utajiri hauji hivyo. Utajiri unakuja kwa kufanya kazi kwa bidii. Maneno hayo yalikuwa kisu kwa waliodhani uhuru ni kulipa kisasi, kwa kutimua wazungu na mali zao kuliwa na wanyonge, na wakati kwa tamaduni za Kiafrika jasho la mtu haliliwi. Kumbe uhuru ni kazi. Waliomuelewa walitajirika. Waliopishana naye walimuita bepari aliyohongwa, mke wa kizungu ili awasaliti watu wake. Ngugi wa Thiong'o wakaandika The Grain of Wheat, kuonyesha nguvu ya usaliti katika jamii. Huyu baba wa taifa lenye uchumi mkubwa na ukabila wa kutosha Afrika hakujua tarehe aliyozaliwa. Walimkadiria kwamba atakuwa alizaliwa kati ya mwaka 1890 na mwaka 1897. Ajabu kweli. Hata Jomo Kenyatta sio jina lake. Yeye aliitwa Kamau wa Muigai na kanisani alibatizwa kwa jina la Johnston Kamau. Hilo la Kenyatta alijibatiza mwenyewe. Lilitokana na mkanda wa Kimasai aliopenda kuuvaa. Uliitwa Kenyatta kwa Kikuyu. Aliishi Umasaini baada ya kukataa kumtumikia mkoloni katika ile vita ya kwanza ya dunia. Mdogo wake Kongo, yeye alichagua kumtumikia mkoloni vitani. Akapotea mazima. Nasikia mkoloni aliwaogopa sana Wamasai. Nadhani ni kutokana na ujasiri wao. Ujasiri wa hawa watu unaanzia utotoni. Pale wanapotahiriwa bila ganzi na madogo hawalii. Ngariba anakata mdudu utadhani Njoroge anachinja kuku. Baba yake Kenyatta alikuwa tajiri wa vitu na watu.
Alimiliki mbuzi, kondoo na wake wengi. Enzi zao mwanaume alisifika kwa kumiliki wake wengi. Siku hizi mwanaume anasifika